namna ya kuhiji. Mwenye kwenda hija ima huwa ametia nia ya kufanya tamattu, yaani kufanya umra kisha kupumzika mpaka wakati kufanya hija, au ametia nia ya qirani, ndio ni mja kutia nia ya umra na hija kwa pamoja, au ima ametia nia ya ifradi, yaani kufanya hija peke yake. Mwenye kutia nia ya tamattu huwa ametoka kwenye ihram baada ya kufanya umra, au mwenye kufanya qirani na ifradi watabaki kwenye ihram zao. Na shughuli za hija zinaanza tarehe 8 mfungo 3 mpaka siku ya 13, na maelezo yake ni kama yafuatayo kwa masiku. Siku ya 8 ya mfungo 3, yani siku ya tarwiya, imeitwa siku ya tarwiya kwa sababu mahujaji walikuwa wakipeleka maji Mina na Arafa, kwa sababu kulikuwa hakuna maji sehemu hizo. Siku ya 8 ni sunna kwa mja kuhirimia hija kabla ya dhuhuri. Atahirimia pale alipo, na ikiwa yupo Maka atahirimia hapo, na ikiwa yuko Mina atahirimia hapo vile vile. Ataoga, atajitia manukato na atavaa nguo za ihram, na atasema, nimekuitikia ewe Mola, nimekuitikia. Nimekuitikia kwa hija, ewe Mola, nimekuitikia. Usiyokuwa na mshirika nimekuitikia. Sifa njema zote na neema ni zako, na ufalme usiokuwa na mshirika. Na ni sunna kuzidisha kuleta talbia. Kisha ataelekea Mina, ataswali huko adhuhuri, alasiri na magharibi, na isha na alfajiri ya siku ifuatayo. Atasali kila swala katika wakati wake. Atazungumza swala za raka 4, atazifanya 2 na atasalia hapo Mina mpaka kutokea jua la siku ya 9. Siku ya 9 ya mfungo 3, yani siku ya Arafa. Jua linapochomoza siku hii ya 9, mahujaji wataelekea Arafa na huo kile talbia, labbaika Allahumma labbaika. Ni sunna kwa haji kukaa Namira mpaka jua lipinduke na kuingia wakati wa dhuhuri, akiweza kufanya hivyo. Na Namira ni sehemu kabla Arafa iliyo kwenye mipaka yake. Jua linapopinduka na kuingia wakati wa dhuhuri, ni sunna kwa kiongozi wa Kiislamu au naibu wake wahutubie mahujaji hutuba kunasibiana na hali yao, awakumbushe kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wafunze hukumu za hija na mambo muhimu katika dini yao. Kisha atawaswalisha dhuhuri na alasiri kwa kuzipunguza na kuzikusanya kwa kutanguliza. Na lau haji ataenda Arafa moja kwa moja na yesikae Namira, inafaa vile vile. Kusimama Arafa inakusudiwa ni kuwekwa kwenye hija, yani kwenye viwanja vya hija katika uwanja wa Arafa siku ya 9, sawa akiwa amesimama au amekaa au amelala ama amepanda, na si lazima kuwa amesimama. Kusimama Arafa ni nguzo miongoni mwa nguzo za hija, na isihi hija ya mtu ikiwa hakusimama Arafa. Na mwenye kukosa kusimama Arafa huwa amekosa hija, kwa neno lake Mtume SAW, hija ni Arafa. Unaanza wakati wa kusimama Arafa kuanzia kutoka alfajiri siku ya 9 mpaka alfajiri ya siku ya 10. Mwenye kusimama Arafa katika wakati huu, japo kidogo hali ya kuwa ni mtu afaye kusimama, hija yake itasihi. Na mwenye kukosa kusimama wakati huu, hija yake haikusihi, kama alivyopokea Ibn Abbas kutoka kwa Mtume SAW, mwenye kuipata Arafa kabla alfajiri basi ameipata hija. Ama sehemu ya kusimama Arafa yote ni uwanja wa kusimama, na Mtume SAW alisimama kwenye jabali karibu na Sakharat, hali ya kuelekea kibla, na wala hakupanda juu ya jabali, na akasema, nimesimama hapa na Arafa yote ni sehemu ya kisimamo. Ikiwa ataweza kusimama aliposimama Mtume ni vizuri, na asipoweza atasimama sehemu yoyote. Wala ifai kusimama kwenye jangwa la Arana, nalo ni jangwa kabla ya Arafa, wala kupanda jabali, wala hapandi katika mawe. Na Arafa ina mipaka maalum na alama ya kujulisha kutoka zamani, na sasa imewekwa alama kubwa inayojulisha mpaka wake katika sehemu zake zote. Mambo yanayofanya haji wakati anaposimama Arafa. Na huruhusiwa kwa haji siku hii ya Arafa aelekee kibla, na azidishe kumwomba Mwenyezi Mungu, na jitahidi sana katika kuomba, na adhihirishe unyonge wake na udhaifu wake na kumhitaji kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akariri maombi, kwani amesema Mtume SAW, dua bora ni dua ya siku ya Arafa, na maneno bora ni yale niliyosema mimi na manabii kabla yangu. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, ufalme ni wake na kusifiwa ni kwake, na yeye ni mweza wa kila kitu. Na afanye pupa kuomba dua zilizopokelewa kwa Mtume SAW, na ajiepushe na dua za kujikalifisha, na asome Qur'ani kadri anavyoweza, na akithirishe kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Nijue mwenye kwenda hija akumbuke kuwa siku ya Arafa ni siku kubwa na ina fadhila kubwa, na Mwenyezi Mungu anawakirimu waja wake na kujifakhirisha nao mbele ya malaika, na ni siku ambayo watu huachwa huru na moto. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu huacha waja wake huru na moto kuliko siku ya Arafa. Na siku hiyo Mwenyezi Mungu anakurubia kisha anajifakhirisha na waja wake na anasema, wataka nini waja wangu? Basi atakikana kwa haji kufaidika na masaa ya siku hii tukufu na kujadiliana toba na kujifanyia hesabu na nafsi yake, wala sipoteze wakati wake kuzunguka ovyo na kuzungumza upuuzi na kufanya mjadala. Kuondoka Arafa. Mahujaji wataondoka kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa baada ya jua kutwa, na ifai kuondoka kabla ya kutwa jua, na akifanya hivyo itamlazimu kurudi Arafa hata kama ni usiku, na asiporudi itamlazimu damu, nayo ni kuchinja mbuzi au fungu la 7 la ngamia au fungu la 7 la ng'ombe. Usiku wa siku ya 10 kuondoka kuelekea Muzdalifa na kulala hapo. Mahujaji wataondoka kutoka Arafa kuelekea Muzdalifa baada ya jua kutwa, na ni sunna kwa mahujaji kuondoka kwa utulivu na upole bila kuudhi watu, na aondoke hali ya kule talbia na mtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakapofika Muzdalifa ataanza na swala, ataswali maghrib na isha kwa kuzikusanyisha na kupunguza swala ya isha kabla kuteremsha mizigo yake. Hukumu ya kulala Muzdalifa. Ni lazima kulala Muzdalifa usiku wake, na ataswali alfajiri mapema, na haifai kuondoka Muzdalifa kabla alfajiri ila kwa mwenye udhuru, kama watu dhaifu, kama wanawake na watoto, na wale wenye kuwafuatana nao ambao na watumikia wao, inafaa kuondoka na wao mwisho wa usiku mwezi unapozama. Inafanywa na haji Muzdalifa. Anapomaliza kuswali alfajiri, na pendekezo kama hujaji waende kwenye Mash'ar al-Haram na aelekee kibla na azidishe dhikri na dua hali ya kuwa ameinua mikono yake anapoondoka haji kutoka, na ataendelea kufanya hivyo mpaka pambazuke sana, na ni kuenea mwangaza wa asubuhi. Na sehemu yoyote atakaposimama Muzdalifa yafaa. Kwa neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimesimama hapa, na jamu yote ni mahali pa kisimamo, na makusudi ya jamu ni Muzdalifa. Anapoondoka haji kutoka Muzdalifa, inapendekezwa wakote video 7 peke yake kwa ajili ya kutupa kwenye jamarati. Sio kwanza peke yake, ama siku iliyobakia atakota video Mina au sehemu yote atakapoona nafaa. Siku ya 10 ya mfungo 3, yani siku ya Eid, ataondoka kutoka Muzdalifa kuelekea Mina kabla jua kuchomoza, na atazidisha njiani kule talbia, na ifikapo bonde la Muhasira atafanya haraka, na ni bonde kabla Mina na kati yake na Muzdalifa, na atakapofika Mina ataanza kufanya matendo ya siku ya Eid. Na kwa jumla ni kutupa video katika Jamratul Aqaba, na kuchinja, na kunyoa nywele au kupunguza, na kuzunguka Al-Kaaba, na kufanya sa'i na kubainisha kwa urefu ni kama ifuatavyo. Ya kwanza, kutupa video katika Jamratul Aqaba, nao ni kitendo cha kwanza katika vitendo vya amali za hija. Afikapo Mina ataenda kwenye kiguzo cha mwisho upande wa Mina na cha kwanza kutoka upande wa Makka. Atakapofika hapo ataacha kule talbia, yani labbaika, na akirushia video 7 kwa mfululizo, kimoja baada ya kingine, akipiga takbiri katika kile kijiwe anachorusha. Na unaanza na wakati unaopendekezwa wa kurusha vijiwe ni kuanzia wakati alfajiri ya siku ya Eid, na ikiwa tarusha kabla alfajiri mwisho wa usiku itasii na itamtosheleza, na unaendelea wakati wa kutupa vijiwe mpaka alfajiri siku ya 11. Maelekezo. Muislamu ajiepushe na kuwaudhi ndugu zake mahujaji wakati wa kutupa vijiwe jamarati na wakati wa kufanya ibada nyinginezo za hija. Hakikisha kuwa kijiwe kimeingia ndani ya birika. Baadhi ya watu wanakosea kidhani kuwa unaporusha kijiwe ni kulenga kiguzo na kijiwe kisingie kwenye birika, na baadhi ya watu hutupa kijiwe kikawa mbali na birika na kijiwe kisingie kwenye birika. Basi mwenye kutupa namna hivyo huwa kutekeleza wajibu wa kutupa. Na najua Muislamu asivuke mipaka katika kurusha vijiwe, asitupe jiwe kubwa au kurusha viatu. Sunna ni kijiwe kiwe kikubwa kidogo kuliko dengu, na akitupe vijiwe vyote kwa mara moja hesabiwe ila kijiwe kimoja. Na lao ataviweka kwenye kitu kisha vilisho vyote kwa pamoja vile haitasiwi, bali lazima kupatikane kurusha. Kuchinja mnyama nacho ni kitendo cha pili katika matendo ya siku ya Eid. Atachinja mnyama ikiwa atakuwa ni mnyama wa kuchinja, na atakula nyama yake na kulisha maskini. Na kuchinja ni lazima kuletia nia ya tamattu na khirani,
na ni sunna aliyetia nia ifradi, na lao utachelewesha kuchinja siku hii itafaa vile vile. Kunyoa au kupunguza nacho ni kitendo cha tatu katika matendo ya siku ya Eid. Mwanamke atanyoa kichwa chake, atanyoa kichwa chake chote au atapunguza, na kunyoa ni bora, na mwanamke atapunguza nywele zake kadri ya ncha za kidole. Tawafu ya ifadha nayo ni kitendo cha 4 katika matendo yanayofanywa siku ya Eid. Ndio tawafu ya ifadha au tawafu ya ziara, na katika tawafu hii hakuna kufanya ramli, yani kutembea haraka haraka, wala kufungua bega, na baada ya kutufu atakwenda makamu Ibrahim, ataswali raka 2 akiweza kufanya hivyo. Ataswali nyuma yake raka 2 na atasoma katika raka ya kwanza baada ya Fatiha sura ya Qul ya ayyuhal kafirun, na katika raka ya pili atasoma suratul Ikhlas Qul huwallahu ahad baada ya Fatiha. Na asipoweza kuswali nyuma ya makamu Ibrahim, ataswali sehemu yote atakapo. Na ubora katika tawafu hii avue nguo za ihram na avae nguo zake za kawaida, na ajipake manukato kwa kauli ya Bibi Aisha radhiallahu anha, nilikuwa nikimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam manukato kwa ajili ya kuhirimia kwake, wakati wa kuhirimia na wakati wa kujitoa kwenye ihram kabla ya kufanya tawafu. Unaanza wakati wa kufanya tawafu baada ya alfajiri ya siku ya Eid, na inatomtosheleza kabla alfajiri mwisho wa usiku aliondoka Muzdalifa mapema kwa sababu ya udhuru kama watu wazima, na yafaa kucheleweshwa kufanya tawafu siku ya Eid, lakini si bora kufanya hivyo. Na baada ya kufanya tawafu ya ifadha atafanya sa'i baina ya Safa na Marwa kualetia nia ya tamattu. Ama aletia nia ya qiran na ifrad, kama walifanya sa'i kwa tawafu ya qudum, hawatafanya sa'i baada ya tawafu ya ifadha. Na haji akimaliza kufanya tawafu ya ifadha na akafanya sa'i, kwa atakayekuwa na sa'i huwa ameshakamilisha matendo ya siku ya Eid, itamlazimu arudi Mina akalale usiku wa 11. Mpangilio wa matendo katika siku ya Eid. Sunna katika mpangilio ya matendo ya siku ya Eid ni kama ilivyotangulia kueleza: kutupa vijiwe, kisha kuchinja, kisha kunyoa au kupunguza, kisha kufanya tawafu, kisha kufanya sa'i kwa atakayewajibiwa kufanya sa'i. Na lao utanguliza moja katika mambo haya juu ya jingine hakuna ubaya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliruhusu hilo. Lao mtu atanyoa kwanza kisha akatupa mawe itasihi, na lao atachinja kwanza kisha akafanya tawafu kisha akatupa vijiwe ni sawa, kwa sababu hakuulizwa Mtume katika jambo lolote katika mambo haya ya kuakhirisha, ila alisema fanya na hakuna ubaya. Kuhalalishwa mara ya kwanza na kuhalalishwa mara ya pili. Kuhalalishwa kwa mara ya kwanza ni kuhalalishwa yale yote yaliyokuwa ni haramu kufanya kwa mwenye kuwa katika ihram, isipokuwa kufunga tendo la ndoa au kucheza na mwanamke au kufunga ndoa, itakuwa si halali kufanya hivyo. Na inapatikana mtu kuhalalishwa kwa kufanya mawili katika yanayofuata: kutupa vijiwe katika jamarati, kunyoa au kupunguza, kufanya tawafu pamoja na kufanya sa'i kwa atakayekuwa na sa'i. Kuhalalishwa kwa mara ya pili nako ni kuhalalishwa kufanya yote yaliyokuwa yameharamishwa kufanya alipokuwa kwenye ihram, na upatikana uhalali wake wa pili huu kwa kufanya yale